Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni Juni 28, siku ya Jumapili. Mada inasema Paulo, mtume wa Yesu aliyeitwa na Mungu. Paulo anaanza waraka wake kwa Wakorintho kwa kujitambulisha kama mtume wa Yesu aliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza aya ya kwanza linganisha na Wakorintho wa pili sura ya kwanza aya ya kwanza. Usadikisho wake kuhusu yeye ni nani katika uhusiano na Yesu ni thabiti kiasi kwamba hivi ndivyo anavyoanza nyaraka zake zote isipokuwa chache. Soma Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza aya ya kwanza na Warumi sura ile ya kwanza aya ya kwanza. Ni vipengele gani viwili vya huduma ya Paulo vinavyosisitizwa katika vifungu hivi? Tazama pia Wagalatia sura ile ya kwanza aya ya kwanza. Paulo anazungumzia wito na utume wake kama kutimiza mapenzi ya Mungu. Anasadiki kwamba wito wake hautoki kwa wanadamu bali kwa Mungu. Wagalatia 1 aya ya kwanza. Kama Yeremia, Paulo aliitwa na Mungu tangu tumboni mwa mama yake. Yeremia 1 aya ya 5. Kama tendo la neema ya Mungu. Wagalatia 1:15. Na ikawa hivyo ili apate kutangaza injili ya Kristo kwa mataifa. Katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 aya ya 8, Paulo anajijumuisha miongoni mwa wale ambao Kristo aliwatokea baada ya ufufuo. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 aya ya 5 hadi ya 7. Aya chache baadaye anadokeza kwamba wito wake wa kuwa mtume ulitokana na kukutana na Yesu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 9 hadi 11. Jina mtume wa Yesu linajumuisha mfululizo wa dhana. Kimsingi linatoa wazo la mtu ambaye Yesu anamtuma. Hata hivyo, Paulo pia anatumia kirai hiki kujitambulisha kama mtumishi wa Kristo. Warumi 1 aya ya kwanza, Tito 1 aya ya kwanza na Wagalatia 1 aya ya 10. Vile vile kama mhubiri na mwalimu. Timotheo wa kwanza 2:7, Timotheo wa pili 1:11. Iwe anahubiri au anafundisha, Kristo daima anaonekana. Kwa ufupi, Paulo ni mtume wa Yesu. Yesu si tu kiini cha utume wa Paulo, yeye ni kiini cha maisha ya Paulo. Mawazo na hisia za Paulo zilijazwa na kuwepo kwa Yesu. Ushahidi wa ukweli huu ni kwamba anamrejelea Yesu tena na tena katika sehemu ya mwanzo na ya shukrani ya Wakorintho wa kwanza mara 9 katika aya 9. Paulo alimpenda Yesu sana kiasi kwamba asingeweza kuacha kumfikiria na kumzungumzia. Alitaka kumshiriki Yesu pamoja na wale waliokuwa chini ya uangalizi wake ili maisha yao yajengwe kwa Kristo pia. Wakati aliitwa kuwa mtume, waliitwa kuwa wafuasi waaminifu wa Yesu katika nafasi yoyote ambayo Bwana aliwaitia. Paulo aliitwa kuwa mtume. Wito wako ni upi na unajuaje kuwa huo ni wito wako? Kama haudhani una wito wowote, kutembea kwako na Mungu kunaweza kuwa na tatizo gani? Mungu atubariki sote na karibu tena.